Yes. Hizi tuhuma za tunamalizia ikiwa hizi tuhuma za nyinyi kutumika na baadhi ya wanasiasa kinapofikia kipindi fulani hivi zikoje kama TAHLISO? Sisi TAHLISO viongozi sisi TAHLISO nini? TAHLISO hawezi kutumika kwanza, hilo la kwanza. Viongozi wa vioni huko. Na kama kuna kiongozi wa TAHLISO anatumika ni yeye binafsi nje ya maslahi ya taasisi. Ila kuna namna tofauti tunaweza tukaiweka hiyo. Wako baadhi ya wanasiasa kutoka vyama mbalimbali wanatumia wanafunzi wa vyuo katika kipindi hiki kwa malengo ya vyama vyao. Na mwanafunzi wa chuo hazuliwi kuwa mwanachama wa chama chochote cha kisiasa. Sasa uwezi ukamshautia kwa nini unatumika na ICT, kwa nini unatumika na CCM au kwa nini unatumika na Chadema. Ana umri ambao unamruhusu kabisa kuwa sehemu ya kuwa na chama fulani. Lakini hizo shutuma kama ziko kwa taasisi niseme tu sio za ukweli, na mimi ndio kiongozi mkuu wa taasisi hii. Pengine nadhani shutuma hizo zinakuja kutokana na approach ya tofauti tuliokuwa nayo viongozi wa TAHLISO kwa sasa katika kukabiliana na changamoto za wanafunzi pamoja na kufanya majukumu yetu. Mlizoea pengine kuona radical leaders, yani viongozi ambao wakisema toa tamko na toa maelekezo. Sasa hivi kidogo tumefunzwa kuheshimu taratibu, diplomasia imetawala. Haituzuii kutoa lugha ngumu pale tunapoona tunadhalaulika ama kupuuzwa. Okay. Yes. Si tukushukuru sana rais mwenye ara ndogo. Nakumbuka mtu mmoja kawatania akamwambia hawa wanafunzi wa vyuo bana tunawaamini sana, ndio wasomi wetu wakuja kuleta hatima baadaye, lakini ukienda pale kwa vyuo vyao unaweza kutembelea chooni kwa kutachoa kina mlango sinki alifanya kazi mwingine haja flash. Sasa unajiuliza huyu ndo baadaye anakuja kuwa waziri wangu huyo. Hali ya mazingira ikoje vyuoni kwa kifupi sana? Sekunde 5. Sasa hivi tunaboresha mazingira yetu. Lakini sema utunzaji hapo ndio inaweza ikawa jambo la mtu mmoja mmoja kwenye utunzaji. Tabia binafsi tunasema. Mimi kwa natokaga hall 2 pale. Naenda zangu Mbagala kukivi haja. Tunakushukuru Geoffrey, asante. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Good morning. Habari za asubuhi.